بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Zungumza na waumini hapa kuhusiana na wanawake ambao ni waumini waliohama kutoka kwenye ukafiri kuja, waliohama kutoka kwa makafiri. Na hili lilikuwa katika sulhu ya Hudaibia, ilikuwa ni katika sulhu ya Hudaibia. Sulhu ya Hudaibia inajulikana wakati Mtume alipokuwa amekwenda kule kwa ajili ya kufanya umra, akazuiliwa na Makuraishi kwamba hakuna kufanya umra mwaka huu. Mwaka huu utarudi tu baada ya kumtuma Saidina Uthman kwenda kule kuifanya sulhu hiyo, akamzuia. Basi zikaja habari mbalimbali kwamba labda ameuliwa. Kwa sasa wakaleta suluhu, wasema wewe utarudi, hakuna kufanya umra mwaka huu, lakini tuna masharti yetu, masharti 1, 2, 3. Katika suluhu hiyo ni kwamba utarudi na wakapatana kwamba atakayeingia kwenye, atakayekuja kwako katika watu wako wetu arudi, lakini atakayetoka huko akaja kwetu, huyo hatutamrudisha na nini. Kwa hiyo masuala mengi ya kisuluhu hiyo alikafanyika namna hiyo. Kwa kama itavyokuwa sasa, ndio ikaja sura hiyo kwamba ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu, enyi ambao wameamini, watakapowajilieni waumini wanawake, biasnatihim, kwa ndimi zao. Maana yake ni kwamba wanasema wao ni muhajiri, ni waumini, lakini ndimi zao zasema hivyo kwamba wao wamesilimu, wakitoka huko upande wa makafiri wakuja kwenu wakiwa wanasema sisi ni waumini lakini muhajirat minal kufar, hali yakuwa ni kuhama kutoka kwa makafiri baada sulh maahum, baada ya sulhu pamoja nao. Na hiyo ni baada ya sulhu maahum fil Hudaibiyah, nani ni sulhu pamoja na hao makafiri katika Hudaibiyah, vita vya Hudaibiyah. Ala anna man jaa minhum, sulhu yenyewe mapatano walikuwa yule atakayekuja katika wao hao kufar ilal mu'minin, kuja kwa waumini, yuradu, huyo arudishwe tu. Katika jumla ya sulhu zao zikawa hivi. Alikuwa na mambo mengi, lakini mojawapo ni hayo. Kwa sasa kipindi hicho ndicho imekuja masuala haya, ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajirat, enyi ambao wameamini watakapowajilieni waumini wanawake hali ya kuwa ni kuhama kutoka kwa makafiri, famtahinuhun, hao wafanyeni mtihani, wafanyeni majaribio. Mtihani kwanza sio mwakubali tu kwamba ni waumini, wanatamka kwa ndimi zao kwamba sisi ni waumini, lakini wafanyeni majaribio. Mwatahini kwanza bilhalifi, kwa kuapa, waape
sio mwakubali tu sisi tumehama huko, si waumini. Isiwe hivyo. Wape vipi? Innahunna ma kharajna illa raghabatan fil Islam, kwamba hakika wao hawakutoka huko walikotoka huko ila ni kwa ajili ya kutaka Uislamu. Huko walikotoka akakimbilia huko, wametoka kwa ajili ya kutaka Uislamu. Basi wape namna hiyo, innahunna ma kharajna illa raghabatan fil Islam, hakika wao hawakutoka ila kwa kutaka Uislamu. La bughdhan li azwajihin, si kwa kubughudhiana na waume zao. So kwa labda alikasirikiana na waume zao huko, sasa wanakimbilia huku. Hapana, wamekuja rasmi kwa ajili ya Uislamu. La bughdhan li azwajihin al-kuffar, si kwa kuwachukia na kuwabughudhi waume zao ambao ni makafiri. Wala ishqan lirijali min almuslimin, wala kwa kuwatamani wanaume katika Waislamu. Sio kwamba pia amekuja huku kwa ajili wana watu wao katika Waislamu wamewapenda. Hakuna hiyo, wamehama kwa ajili ya Uislamu kweli, lakini si kwa sababu hizo, kwamba labda kuna wamebughudhiana na waume zao makafiri, na huku nako wanakuja kwa sababu wako watu wao huko wanawakimbilia katika Waislamu. Hiyo sio namna. La ishqan lirijali min almuslimin, wala kwa kuwatamani wanaume katika Waislamu. Kadha kana sallallahu alaihi wasallam yuhlifuhu, kama alivyo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaapisha, kama alivyowaambia famtahinuhun, wao wakija lazima waapishe. Hebu semeni kweli, nyinyi mmetoka kwa ajili ya Uislamu au kwa sababu ya mambo mengine? Leteni viapo. Wakiapa kama hivi ndio sasa wanakubalika. Kadha kana sallallahu alaihi wasallam yuhlifu, kama hivyo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawapisha. Allahu a'lam bi imanihi, Mwenyezi Mungu anajua imani yao. Kama ni waumini basi Mungu anajua, hakuna ambacho kinafichika kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajua imani zao. Fa in alimtumuhunna mu'minati, mkiwadhania, yani mkiwajua sasa kwamba ni waumini kwa kule kuwapa, maana wameapa, alafu ikaja kwamba sasa mnajua kwamba kwa sura hii hawa ni waumini kweli, wanawake hawa. Ndio fa in alimtumuhunna, mkiwajua, maana dhanantumuhunna bilhalifi, mkawadhania kwa kule kuwapa mu'minati ni waumini, fala tarji'uhun ila al-kuffar, msiwarudishe hawa kwa makafiri. Kipindi kile cha sulhu ya Hudaybiyah, hawa msiwarudishe. Fala tarji'uhunna, taruduhunna ila al-kuffari, msiwarudishe kwa makafiri hao. La hunna hilul lahum, hawakuwa hao wanawake ni halali kwa hao wanaume ambao ni makafiri. Ndio la hunna, hawakuwa hao wanawake hao waliokimbilia kwenu, hilul lahum, ni halali kwa hao makafiri. Wala hum, wala hao makafiri yahiluna lahun, wanakuwa ni halali kwa wao. Madhala mkimbilia huku basi, kwa hivyo watuhum ma anfaqu, wapeni sasa wale waume zao wale makafiri kule, wapeni ma anfaqu, vile waliovitoa. Kama kuna mahari waliwapa, lakini kwa kuwa wameshakimbilia huku kwenu kwenye Uislamu, sasa wale makafiri wenye waume zao, wenye wake zao hawa, mwape mahari zao. Wanfiku wanfiku watuhum ma anfaqu, wapeni wale makafiri wale ambao wake zao walikimbilia huko, wapeni ma anfaqu, kile wachokitoa. Du'atul kufara, wapeni wale makafiri
azwajahun, ambao ni makafiri ambao ni wana waume wa wale wanawake waliokimbilia huku kwenye Uislamu, wapewe maanfaku, walichokitoa alaihin, juu yao, wale min almuhuri, katika mahari zao waleka wale wanawake waliohamia kule, wakishaaminika kwamba ni Waislamu kweli na wana imani kweli, wametoka kule kwa ajili ya Uislamu, si kwa sababu ya kuchukiana na ume zao makafiri, wala kwa sababu ya ishki kwamba labda walipatana na ume wa Uislamu huku. Hapana, wamekuja kwa sababu ya Uislamu haswa, ndicho kilichosababisha watoke kule. Kwa sasa waumini sasa, ambaye ni mtume anaambiwa sasa awape wale waume wale waliona wake zao waliohamia huku, wapewe mahali zao. Malaika wala junaha alaikum, wala hapana vibaya juu yenu, antankihuhun, kuwaoa. Na nyinyi nanyi waumini mkitaka tena kuwaoa si vibaya, lazima mkachagua basi huyu mkaoa baada, lakini wapewe mahali wale. Baada ya hapo si vibaya juu yenu nyinyi, wala ya ndio hiyo, wala junaha alaikum, wala hapana vibaya juu yenu, antankihuhun, kuwaoa, lakini bisharti, kwa sharti yake, sio kuoa kama kuna aida zimalizike, kuna nini, kwa sababu sio alimradi unaoa tu. Hapana, kuna masharti yakamilike, yafikie kwamba sasa wako huru, wanaweza akaolewa, hakuna vile vikwazo vinavyohusiana na dini. Ndio sababu sharti, idha ataitumuhunna ujurahunna. Na nyinyi pia hapo mkioa, si kwa sababu ya Uislamu tu, kwa sababu Uislamu azala amekuja kule nyinyi kama mateka. Hapana, idha ataitumuhunna ujurahunna, mtakapowapa mahari yao, na nyinyi mwape, yani mtaoa kwa mahari, sio kwa sababu wakimbia huku basi mnanyang'anyana kama mateka. Hakuna, waolewe kama kawaida, wapewe mahari zao. Idha ataitumuhunna ujurahunna, mtakapowapa mahari zao, muhurahunna. Wala tumsiku biisamil kawafi, msishikamane na ndoa za wanawake wa kikafiri. Msishikamane na ndoa, maana isam ni ndoa, alkawafir, wanawake wa kikafiri. Msishikamane na zaujatikum, yani kama mna wake zenu ambao labda na wao hawakuhama, wako huko makafiri, ndoa zile zitakuwa zimefanya nini? Zimekatika. Hakuna, ila wale walikuwa wamewafuateni kwenye Uislamu, wale mtakuwa nao, lakini wale ambao ni makafiri wamebaki huko hawakuja, ndoa zile zimekatika. Waacheni hao, baki huko wanawake hao. Lakini wale ambao walifuata Uislamu nao mkawa nao huku, basi hawana neno. Lakini wale ambao wenyewe hawakusilimu wabaki kwenye ushirikina wao, mkafiri wao huko, wale msishikamane na ndoa hizo, zimekatika. Basi ndio wala tumsiku biisamil kawafir, msishikamane na ndoa za wale wanawake wa kafiri. Zaujatikum ambao walikuwa ni wake zenu. Kwa nini? Liqat'i islamikum laha, kwa kule kukata kusilimu kwenu nyinyi, laha, kuzikata ndoa hizo. Kwa kuwa nyinyi Waislamu, wale wamebaki kuwa na makafiri, tayari huu Uislamu wenu nyinyi umezikata ndoa za wale. Liqat'i islamikum, kwa kule kukata kule kusilimu kwenu nyinyi, laha, kuzikata ndoa zile za wale wanawake kafiri. Lakini bishatihi, pia kuna sharti yake. Kuna masharti
inabidi yarudishwe kwenye Uislamu. Tunasema Uislamu wasemaje kuhusu ndio bishatihi shati alqati wa huwa an la yajma'huma alislam, alla yajma'huma alislamu fi aliddati fa in aslama wa aslamat ba'dahu بشهر ونحوه أو أسلمت قبله وأسلم بعدها في العدة. والموضوع أنه مدخول بها بس أقر عليها في السورتين. وهي شرط هيزو شرط القطع هو أن لا يجمعهما الإسلام، ألا يجمعهما الإسلام في العدة، وكنا ألا يجمعهما وهو أن يجمعهما الإسلام في العدة، ألا يجمعهما إن كنا تقواج في العدة. فإن أسلم وأسلمت بعده بشهر ونحوه أو أسلمت قبله وأسلم بعدها في العدة وسيفه. والموضوع أنه مدخول بها أقر عليها في السورتين. Inaeleweka? Sura kipengele hiki inakaa vizuri. Wala tumsiku biisamil kawafiri, msishikamane na ndoa za wale wanawake waliokuwa makafiri. Au zaujatikum, wanawake wenu wale ambao ni makafiri, biqat'i islamikum laha, kwa kule kukata kusilimu Uislamu wenu nyinyi, umezikata ndoa hizo bishatihi, kwa shati yake. Au illa allahiqati lilmushrikina, au wale waliokwenda waliolahikiana na wale mushrikina, murtadati, hali ya kuwa ni murtadati. Na kuna wengine labda na wao wamekimbilia kule kwa makafiri, ni wake zenu, lakini baada hapo nao wakakimbilia wapi? Kule kwa makafiri. Naona bwana, ndio awil lahiqati, au wale wanawake ambao ni wenye kulahikiana lilmushrikina na wale mushrikina, murtaddat, hali ya kuwa ni kuritadi, wamewacha Uislamu, liqat'i irtidadihinna, kwa kule kukata ile rida yao, nikahakum, ndoa yenu, ile irtidadi yao, kurutadi kwao kumeikata ndoa yenu, ni qat'i irtidadihinna nikahakum, kwa kukata ile rida yao, nikahakum, kumekata ndoa yenu, shati kwa shati yake. Na vile vile shati yake ni kudumu ile rida. Yani ikaendelea ile rida ila wafa ila idda, mpaka kukamilika ile idda. Ile rida imekwenda mpaka idda imekamilika, hapo tena itakuwa fa rajat lilislam, akirudi kwenye Uislamu huyo ambaye amertadi mwanamke huyo, lakini akarudi kwenye Uislamu kabla wafa ila idda, kabla ya kukamilika idda, tarjiu lahu, atarudi kwa mumewe, min ghairi aqd, pasna akili nyingine mpya, ni ile. Hakadha madhhabu Imam Shafi'i, ni kama hivyo madhhabu Shafi'i. Manake wakati ilipokuwa tayari Uislamu umeingia, watu wakasilimu, wanawake wengine wote wakabaki, wale wengine waliokuwa nayo yule mume kwenye ukafiri kule, akafuata kule, akartadi. Alikuwa Muislamu akartadi. Basi endapo ataslimu kabla ya kuisha idda, basi atarudi kwa Uislamu, atakuwa ataendelea naye ndoa ile ile ya mwanzo. Hakuna sababu ya kuoa tena upya, ile. Umeeleka kipengele hicho? Ndio sura yake. Wasalu ma anfaqtum,
takeni na nyinyi kile mlichokitoa alaihi, kwa wale wanawake wale mutadati wale waliokimbilia kule kwa makafiri, na nyinyi mna mahari mlitoa kule. Haya, watakeni pia wale nao warudishie mahari wale watakokuwa nao kule, kwamba huyu alikuwa ni mke wangu, amehitaji, amekuja huko, kwa hiyo sasa mimi wadhali wewe ndio naye, arudisheni kile ambacho na mimi nilikitoa wakati huo kumuoa. Ndio wasalu ma anfaqtum, takeni kile ambacho na nyinyi mlikitoa, alaihinna, juu yao, minal muhuri, katika yale mahali, fi surati al-irtidadi, lakini hii ni katika sura ya kule kuritadi wao wale wanawake. Mimman tazawwajahun, mnatake mahari ya hayo kwa wale waume ambao wamewaoa. Yule mume ambaye alimuoa sasa hivi, mwambie nataka mahari yangu ya mke huyo. Wakati nilipokuwa huko nilimpa mahari, sasa leo kakimbilia huko, umemuoa wewe, sasa nataka mahari yangu nipe. Ndio mimman zawajahun, katika katazawajahun, kwa wale ambao wamewaoa, minal kufari, katika makafiri. Apate mume, akipata mume atakuwa ni rahisi. Sasa wa kumdai kama bado kwa sasa tunabaki jambo, lakini akipata mume sasa namwambia sasa, wewe bwana umemoa huyo, alikuwa mke wangu huko, lakini kwako umemoa, taka mahari yangu yale niliyotoa kipindi hicho na moa kabla ukimbilia kwako. Kana mufassiruna kana man dhahaba min almuslimati murtaddan ila alkufari almuahadina, wale ambao yuqalu lilkufari hatu mahraha wa yuqalu lilmuslimin idha jaa ahadun min alkafirati muslimatan muhajiratan ruddu ila alkufari mahraha, rudisheni. Wakana dhalika nisfan wa adlan, nasfan wa adlan, nasfan wa adlan baina alhalaini. Hilo lilikuwa ni kufanya uadilifu. Nasfa ilikuwa hilo ni nasf, ni uadilifu baina alhalaini, kati ya hali mbili. Lakini thumma nusikha dhalika alamru, hilo kisha likanasakhiwa, ilikuwa ni kufanya uadilifu kati ya hali mbili. Lakini thumma nusikha dhalika bil dhalika al-amr faman taddat la tuqarru wa man ja'atna minhum muslimatan muhajiratan la ya'khuduna laha mahara. Sasa haika kwa sasa hakuna atakaye kuwa ameletani la tuqarru, huwa athibitishwe. Wa man ja'atna minhum muslimatan muhajiratan fala ya'khuduna laha mahara, hawachukui wanakuwa huyo mahali. Haya imekuwa sasa hivi akija Muislamu, mwanamke wa Kiislamu kaja huku, anakuwa ni Muislamu katoka kule, basi hawachukui tena mahali basi. Lakini mwanzo ilikuwa hivyo, ilikuwa ni kuchunga uadilifu katika hali mbili hizo. Waliyasalu manfaqu, na wataki walichokitoa, ala almuhajirati, juu ya wale wanawake waliohama kuja kwenye Uislamu, kama taqaddama annahum yutawna, kama ilivyotangulia kwamba wao pia wanapewa. Dhalikum hukmu Allahi yahkumu bainakum, hiyo ndio hukumu ya Mwenyezi Mungu, ana hukumu kati yenu, bihi, kwa hukumu hiyo. Wallahu alimun hakim, Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hekima kubwa. Wa in fatakum shay'un min azwajikum, na kikiwafutu kitu kutoka kwa hawa wake zenu, ai wahidatin fa akthara, mmoja na zaidi, minhunna, katika wao, au shay'un min muhurihinna bidhahabi ila alkufari, kwa kule kwenda kwa makafiri, mutadati, faaqabtum, alafu mkapigana vita. Wa infatakum shay'un, kikiwafutu kitu, min azwajikum, katika wake zenu wale ambao wamekimbilia kwa hao
lakini ikawa kule hamkupata chochote kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kama ameolewa kule, wale wa kule wafanyeni warudishe. Sasa hamkupata, ndio waimfuata kumshayo. Unaelewana hiyo? Meleka hapa sura yake. Waimfuata kumshayo, kikiwafutu kitu min azwajikum, kwa wale wake zenu waliokimbilia kule ambapo wameolewa kule, lakini sasa hamkupata kama ilivyokuwa inatakiwa, wale nao warudishe mahali, wale hawakurudisha chochote, ndio kimewafutu sasa kitu hicho. Ay wahidatin, ima mwanamke mmoja, fa akthara na zaidi minhunna, katika wao, au shay'un min muhurihin, au kitu katika mahari zao, bidhahabi, kwa kule kwenda kule, bidhahabi alkufari, kwa kule kwenda kwa wale makafiri, murtadati, hali ya kwenye kuritadi, faaqabtum, mkapigana vita. Faaqabtum hapa ni ile mkapata namna ya kupigana vita na wale makafiri, ndio faghazautum, mkapigana nao vita. Halafu katika vita hivyo kwa bahati nzuri, waghanimtum, mkapata nini? Mkapata ghanima kwenye vita hivyo. Faatul ladhina dhahabat azwajuhum, wapeni wale wanaume ambao wamekwenda wale wake zao minal ghanima, katika ile ghanima iliyopatikana, muwape mithla ma anfaku, mfano wa kile ambacho wametoa wale waume wale, lifawatihi alaihim, kwa kule kufutu kwake juu yao, min jihati al-kufari, katika upande wa makafiri. Mwape katika ghanima wale, mwape wale waume ambao wamezao kwa kule na hawakupata kitu, angalau mwarudishie hivi. Faatul ladhina dhahabat azwajuhum, wapeni wale ambao wamekwenda wale wake zao, minal ghanima, katika ile ghanima, mithla ma anfaqu, mfano wa kile walichokitoa katika hayo mahari yao huko, lifawatihi, kwa kule kufutu kitu hicho, alaihim, juu ya wale makafiri wale, kwa sababu hawakupata maleka. Lifawatihi, kwa kule kufutu hicho kitu, alaihim, juu yao, naelewa, min jihati al-kufari, katika upande wa nini? Makafiri, kwa sababu hawakupewa. Kwa hiyo nyinyi sasa mwafidie, mwapi, naeleka. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye nyinyi ni wenye kumwamini. Maana antum bihi mu'minun, maana antum mu'minuna bihi, nyinyi ndio wenye kumwamini. Waqad fa'ala almu'minuna ma umiru bihi, hakika walifanya waumini lile waliloamrishwa, min al-itai lilkufar, katika kuwapa makafiri. Walifanya min al-itai lilkufar, katika kuwapa makafiri kile ambacho wale makafiri wanawake wao wamepingilia huku, wakaambiwa wape. Walifanya waumini hivyo, malaka waumini waliwahi kufanya namna hiyo. Wal mu'minin, na waumini pia. Wakad faala almu'minuna ma umiru bi, hakika walifanya waumini lile waliloamrishwa, min al-itai lilkufar, katika kuwapa makafiri. Wal mu'minina, na waumini pia, wale ambao kama hivyo wake zao kule wamekosa, hawakupata, ikabidi sasa wafidie huku. Thumma tufia hadha alhukmu, kisha ikaondoshwa hukumu hii. Thumma tufia au thumma irtafa, lakini utufia ndio thumma tufia hadha alhukmu, kisha ikaondoshwa hukumu hii. Hukumu hii ikaondoshwa thumma irtafa. Ukisema thumma irtafa, lakini nzuri ni hiyo thumma irtufia, unaelewa? Kisha ikaondoshwa hukumu hii, maana nusikha hukumuhu
fasara al'an idha irtaddat imra'atun wa lahiqat bil mushrikina la na'khudhu mahara al-mu'minat, la na'khudhu laha mahara bal nantadhiruha famata qaddarna 'alayha, basi famata qaddarna 'alayha istatabnaha fa in tabat wa illa qutilat kama anna man farrat min al-kuffari muslimatan la nadfa'u laha mahara. Nuskha hii yote ni kwamba hukumu hizi zimeondoshwa. Wala ikabaki sasa, nasema ikabaki idha taddat imra'atun wa lahiqat bil mushrikina la na'khudhu laha mahara. Wala mwanamke wa Kiislamu kartadi kenda huko kwa makafiri, kwa mushrikina huko, hatuchukui mahari kwa hao basi, bal nantadhiruha, bal tunamkojelea. Famata qadarna alaiha, tukimweza, yani akiwa tumempata vizuri, tumemtia mkononi, tukimtia mkononi ndio maana yake. Famata qadarna alaiha, tukimtia mkononi, ndio maana yake. Istatabnaha, tutamtaka afanye nini? Atupie. Leo ndio hukumu ya sasa, ndio sasa hivi. Fa intaba, akitubia basi jambo limekwisha. Unaelewa? Maana fa intaba fadhaka, akitubia basi jambo ni hilo. Wa illa, na kama hakutubia, kutilat, atafanya nini? Atauawa. Ndio hukumu iliyoko sasa hivi. Kama anna man farrat min al-kuffar, kama ambavyo yule atakayekimbia naye katika hawa na kutoka kwa wale makafiri muslimatan, akakimbia hali ya kuwa ni Muislamu kuja kwetu, la nadfa'u laha mahara, hatumpi nini? Hatutoi kwa ajili yake, hatutoi sisi kumpa huyo mume mahari. Basi masuala haya yamekufa. La nadfa'u laha mahara, hatutoi kwa ajili yake huyo mahari. Meleka ndio maana kawa hii imeondoshwa, hakuna tena masuala hayo, ni mwanzo. Irtafa hadha alhukm utufia, usema irtafa hakuna neno, ndio hivyo hivyo, lakini sisi tunasema utufia hadha alhukm, maana nusikha hukmu. Unasema irtafa, imeondoka hukumu hii, ndio hiyo kuondolewa. Irtafa hadha alhukm, imeondoka, maana yake utufia, imeondosha, ndio nusikha hukmuhu fasara alana idha tada. Huko amesemaje? Sasa utufia ndio nzuri, vyote itakuwa maana itafa, lakini haiwezi kaondoka hivi hivi. Ndio utufia hadha alhukmu ni nzuri zaidi. Sasa itafa haiji mutaaddi, haiji kuwa ni mutaaddi, binai hili haliwezi kuja mutaaddi. Kama haliwezi kuja mutaaddi, basi tabaki itafa, na kama linaweza kaja mutaaddi, basi itakuwa utufia hadha alhukm, na hiyo ndio nzuri, kwa sababu ni kutaka kitu kiondoke. Kwa kuifanya ile tena nini ni ya talab, utufia hadha, maana imeondoshwa. Baada ni hiyo, kwa kifupi imeondoshwa hukumu. Naona itakuwa nzuri zaidi kwa ile kusema nusikha hukumu, itakuwa itakaa vizuri, lakini itafa sio mbaya, kwa sababu imeondoka hukumu hii. Ndio hiyo utufia, maana yake imeondoshwa. Naam, nasema naam, tunaendelea. Ya ayuha nabii,
idha jaaka almu'minatu yubayi'nak ala alla yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yazinina wala yaqtulna auladahun wala yatina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin wala yasinaka fi ma'rufin fabayihun wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim. Hili linamhusu Mtume. Mtume, idha jaaka almu'minat, watakapokujilia waumini wanawake, yubayi'nak, hali ya kuwa wanakubayi, wanakupa ahadi, ala alla yushrikina, juu ya kwamba wao hawatoshirikisha billahi shay'a, pamoja na Mwenyezi Mungu kitu chochote, wala hawatoshirikisha kwa Mwenyezi Mungu kitu chochote, ndio hawatoshirikisha pamoja na Mwenyezi Mungu chochote, wala yasriqina, wanakupa ahadi kwamba wao hawataiba, ambapo Uislamu unataka hivyo, mtu asibe. Wao wanachukua ahadi kwamba hawatoiba, wala yasriqina, hawatoiba, wala yazinina, wala hawatazini. Na ndio Uislamu unataka hivyo, watu wasizini. Wanachukua ahadi kabisa, wala yazinina, wala hawatozini, wala yaqtulna auladahun, wala hawataua watoto wao, jambo ambalo lilikuwepo huko nyuma. Watoto wadogo wadogo wanauliwa, waidha almauudatu suilat, ndio hiyo watoto walikuwa wakiuliwa. Wao sema sasa hatutoua watoto wetu, mtoto amezaliwa anauliwa. Ndio wasema wala hawatoua watoto wao, kama kana yufalu fil jahiliya, kama ambavyo lilikuwa lafanywa hilo katika wakati wa jahiliya. Wakati wa jahiliya ilikuwa watu wanaua watoto, lakini wanaua khashyata imlaq, kwa kuogopa njaa. Naona bwana, sasa wanakupa ahadi kwamba wao hawatofanya hivyo. Jambo la kwanza, hawatashirikisha pamoja na Mwenyezi Mungu chochote. La pili, hawataiba. La tatu, hawatazini. La nne, hawatoua watoto wao. Jambo la nne hilo, kama kana yufalu fil jahili, kama ilivyokuwa linafanywa hilo katika wakati wa jahili. Jahiliya ilikuwa namna hiyo, wanaua watoto. Lakini wanauaje? Katika haya tunaambiwa walikuwa wanawaua khashyata imlaq, wanaogopa njaa. Min wa'dil banat, katika kuwazika katika kuwazika wazima watoto wa kike. Min wa'dil banat, katika kuwazika wazima watoto wanawake. Wa'd ni kule kumzika mzima mtoto. Wanachimba mashimo huko, alafu anaambiwa jipambe, twende tukaamkie huko nini na nini. Yule baba shashimba shimo lake, alafu amwambia mkewe, mtandaye kwenda kuamkia huko. Anaingia kichakani, hapo shimo limeshachimbwa, alikuwa pale akishungulia, anamsukuma pale, anafikia. Ilikuwa hivyo, ilikuwa mazuri ilikuwa jambo zuri hilo. Anachimba shimo huko, ashalichimba huko, anakuja kwa mkewe, amwambia huyu nataka nitoke naye, huyu mpambe huyu nitakwenda akamkia huko, una ndugu na nini na nini. Basi anajua labda ni kweli, aenda naye. Akifika mtia hapo kichakani, ashachimba shimo. Akifika pale, anambia mchungulia kuna nini, akichungulia na msukumiza pale, anaingia kwenye shimo, anafika, anafukia safari. Mambo mazuri ndio hali zilizopita huko nyuma. Ndio min wa'dil banat, katika kuwazika wazima watoto wa kike. Unaelewa? Ay dafnuhunna ahya, dafnihinna ahya, dafnihinna ahya, dafnihinna ahya, kuwazika wale watoto waliokuwa wako hai, khaufa al-ari wal faqr,
kwa ajili ya kuogopa aibu na ufakiri. Aibu ni zinaa. Zinaa zamani ilikuwa ni jambo la aibu sana, kwamba mtu mwanawe kazini atafuta mahala pa kujichimbia ni wapi, na kwa Waarabu ilikuwa ni aibu kubwa sana. Mtoto wake aambiwa amezini, la, hiyo jambo ni kubwa sana. Na ufakiri, mambo mawili. Ufakiri kwamba watoto ni wengi, sasa wakiwa wengi nitawalisha nini? Kwa hiyo sasa wanatafutiwa namna ya kwenda kuuliwa namna hiyo, unaelewa? Lakini leo mambo haya zinaa naona ni ya kawaida tu, si aibu. Ndio maendeleo. Bado ni aibu kwa baadhi ya watu, kwa baadhi ni aibu, unaelewa? Ni ari kweli, ni aibu, lakini watu wengine ni kawaida tu. Sijui au sio? Kwa Uislamu si jambo zuri, ni aibu kwa Uislamu, unaelewa? Aibu kubwa sana na ufakiri. Kwa hiyo ilikuwa mambo hayo mawili hayo wao ni mzigo. Kwa hiyo watoto wa kike wanauliwa sana kwa sura hiyo. Basi na hata wa kiume ni hivyo hivyo, lakini sura yake ni hiyo, fakiri. Ndio Mungu akasema wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, sio watoto wenu kwa ajili ya kuogopa njaa. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, sisi ndio tunaruzuku na hata nyinyi pia, au tunaruzuku nyinyi na wao. Mbona nyinyi mnapata riziki? Wale riziki hizi mnazopata ilikuwaje leo halafu hawa mnaoua kwa sababu basi manake hawatopata riziki? Nani kasema? Mbona nyinyi mnapata riziki? Hii namna hiyo. Kwa hiyo wala yatina bibuhtan, wala hawataleta uzushi, hawataleta uzushi. Uzushi ni mambo mabaya, si mazuri. Wala yatina bifahishati, wala hawataleta jambo lolote la kiuzushi, uzushi. Naam, wala yatina bibuhtani yaftari lahu, wala hawataleta uzushi watakaouzua, yaftarinahu, watakaouzua, baina aidihinna, mbele yao, warijulin, mbali yote mbele yao tu, kati ya mikono yao na miguu yao. Maana yake nini? Biwaladi malqutun yunsibnahu ila zawji. Uzushi ni kuokota mtoto huko alitupa huko, alafu wanamnasibisha mtoto huu ni wa mume wangu, nasema mtoto huu ni wa kwako, anamnasibishia na mume kwamba huyo ni mtoto wa huyo mume. Ndio wala yatina bibuhtani yaftarinahu, hawataleta uzushi watakaouzua, baina aidihinna wa arjulihinna, kati ya mikono yao na miguu yao. Nani kati yao? Nani? Biwaladi malquti, kwa mtoto ambaye ameokotwa, alafu yansibnahu, wanamnasibisha, ila zauji, kwenye yule mume. Sasa sema ule wa kwake, mara pengine kamzaa huko, lakini alafu asema ule mwanao huyo. Naona bwana, haya maswala kama hayo ndio uzushi ambao hawataleta. Wasema wausifa bisifati alwalad, na akasifiwa huyo kwa sifa ya mtoto alhaqiqi, wa hakika kabisa. Huyo aliyemleta huyo kwa kumnasibishia na huyo mume, akawa wausifa bisifati alwalad alhaqiqi, na akasifiwa kwa sifa ya mtoto wa hakika kabisa.
fa innal umma idha wada'athu, hakika mama atakapokuwa amemzaa mtoto huyo, sakata baina yadaiha warijlaiha, anapomoka kati ya miguu yake na mikono yake, kati ya mikono yake na miguu yake, ndio bibuhtani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna. Kwa mtoto yule akimzaa anaangukia kati ya miguu yake na mikono yake, ndio maana yake. Wala yasinaka fi ma'ruf, wala hawatakuasi wewe katika jambo jema, yani katika kitendo kizuri. Wala yasinaka fi ma'ruf, wala hawatakuasi katika kitendo kizuri, yani fi'li ma'ruf, kutenda wema, fi fi'li ma'ruf, katika kutenda jambo jema. Huwa ma wafaqa ta'atan lillah, ta'ata Allah, jambo jema ni lile lilowafikiana na taa ya Mwenyezi Mungu. Ndio wala yasinaka fi ma'ruf, hawatokuasi katika kutenda jambo jema. Ai huwa ma wafaqa ta'ata Allah, ni lile lilowafikiana na taa ya Mwenyezi Mungu. Katariki niyaha, kama kuacha kuomboleza wakati wa misiba. Watamziki thiyabi, na kuchana chana nguo wakati wa misiba. Wataji wajazi shughuri, kukatakata nywele wakati wa msiba. Wajazi shughuri, kuzikata nywele. Jazi ni kukatakata nywele wakati wa msiba. Mwanamke akiwa na msiba mkubwa, basi hata nywele anakatakata. Washaqi jaib, na kupasua lisani, yani kanzu ile lisani ni hii kanzu hizi, kuchana chana hapa ndo shaqi jaib. Jaib ni lisani, kupasua pasua hizo. Wa khamshi waji, kuparura uso, kuparura uso. Wa khamshi waji, wakati wa msiba pasua pasua uso na uparura parura na makucha huu madamu yanatoka, ndio khamshi alwajh, uparura uso. Fabaihunna, wa hayo basi wape ahadi, wakubalie ahadi yao. Fabaihunna, wakubalie ahadi yao hiyo, maana bayana nao. Fabaihunna fi'la dhalik, faala dhalika sallallahu alaihi wasallam bilqauli, aliyafanya hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno haswa. Walam yusafih wahidatan minhun, hakupeana mkono na yoyote katika wao. So kisheria wale ni wake za watu kwa mfano na nini, hakuna kuwapa mikono na nini, hata kama hawajaolewa, lakini si jambo jema kuwapa mikono. Kwa sababu baya ni ile kutoa mkono kashikana mikono, na ndio mubaya. Kwa hiyo yeye alikubaliana nao kwa maneno, basi tumewasikia, tuko pamoja, si kwa kuwapa mikono. Haya ndio mubaya hasa, baya hasa ile kutoa mkono, kwamba tunachukua ahadi, tafanya hivi na huku. Hii ndio namna yake. Kwa hiyo Mtume aliyafanya hayo kwa maneno tu. Walam yusafih wahidatan minhum, hakupeana mkono na yote katika wao. Wastaghfir lahunna Allah, watakie msamaha kwa Mwenyezi Mungu, watakie msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu samehe, mwenye kurehemu. Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallau qauman ghadiba Allahu alayhim, enyi ambao wameamini, msipendane, msiwapende wajamaa ambao amewaghadhibikia Mwenyezi Mungu. La tatawallau qauma, msiwapende jamaa ambao ghadiba Allahu alayhim, amewaghadhibikia Mwenyezi Mungu yao. Humul yahud, noni mayahudi, hao msifanye nao mapenzi, hao ndio ambao wameghadhibikiwa. Ndio kama inavyosoma pia ghairil maghdubi alayhim katika surati al-Fatiha, maana ghairil maghdubi alayhim, wasio kwenye kukadhibikiwa,
walioghadhibikiwa ni kina nane? Alyahud wan-nasara. Kwa hiyo wale msiwapende, msiwe nao kwa mapenzi kabisa hao watu hao, msipendane nao hao. Kad yaisu min al-akhirah, haika wao wamekata tamaa na akhira. Kad yaisu min al-akhirah, haika wamekata tamaa na akhira, ay min thawabiha, wamekata tamaa na thawabu za akhira. Ma yaqanihim biha, pamoja na kwamba eti wanayakini kuwa watakuwa nazo thawabu hizo. Wamekata tamaa kwa sababu kuna mambo yanayosababisha upate hiyo akhira, lakini pamoja na kwamba na wao wenyewe wanayakini kwamba watakuwa na hiyo akhira. Ndio min thawabiha ma yaqanihim biha, pamoja na kuyakini kwao hizo thawabu za kiakhira. Binadihim nabi, kwa kule kupingana kwao na mtume. Mailmihim bisadqi, pamoja na kujua kwao ukweli wake, kwa sababu mtume ameelezwa katika vitabu vya Taurati, Injili. Kwa hiyo wanajua kwamba huyu mtume wa haki kabisa, lakini sasa wao wanafanya inadi, ndio maana yake. Kwa hiyo wao wamekata tamaa na akhera, maana thawabu zake watazipata, lakini huku nako wanayakini kwamba eti watazipata. Hawatazipata kwa sababu gani? Linadihimun nabi, kwa kule kupingana kwao na mtume, kukinzana, yani kupingana na mtume. Ma ilmihim bisidqihi, pamoja na kujua kwao ukweli wake. Kama yaisal kufar, kama wanaokata tamaa makafiri. Alkainuna, wanaopatikana min ashabil quburi, na watu wale waliokuwa makaburini. Kama wanaokata tamaa wal makafiri waliopatikana kutokana na wale ashabil quburi, watu waliokuwa makaburini. Wale makafiri wanakata tamaa pia wao, kama yaisal kufar alkainuna min ashabil qubur, waliokuwa katika watu makaburi, yani makafiri ambao wako makaburini. Ndio maana yake hii alkainuna min ashabil quburi, ni wale makafiri ambao wako kaburini, wanakata tamaa na nini? Min khairi al-akhirah, na khairi ya akhira, kwamba hatoipata. Makafiri ambao wamekufa ni makafiri, hatoipata akhira, khairi ya akhira hatopata. Imeleka. Kwa hiyo nao wanakata tamaa. Kafiri ashakufa tena, basi hakuna khairi yoyote ya kiakhira itakayompatikania. Ndio kama yaisal kufaru min ashabil qubur, kama wanavyokata tamaa makafiri katika wale waliokuwa makaburini. Eleka hii min ashabil qubur, makafiri waliokuwa katika nini? Makaburi. Ndio maana yake, sio kwamba makafiri wamekata tamaa na wale watu wa makaburi. Hiyo sio hiyo. Ni makafiri ambao wako katika makaburi wanakata tamaa na kheri ya akhera. Ndio maana yake. Usio ukachanganya ukasema kama ukata tamaa makafiri ukata tamaa na wale wako makaburini kwamba labda hawatarudi. Sio hivyo, umeelewa? Umeelewa uzuri. Ay almaqburina min khairi al-akhirah idh turadu alaihim maqaiduhum, wakati yanapoonyeshwa juu yao makazi yao, minal janna, maana wataonyeshwa yale makazi makafiri, yale makazi yao ya peponi, kwa sababu kila ilivyo, kila mtu ana viwanja, ana makazi ya moto na makazi ya peponi.
Sasa na makafiri wataonyeshwa viwanja vyenu yale, unaona makazi yenu yale peponi. Mngelikuwa Waislamu nyinyi mkikaa pale, lakini leo mmekuwa ni makafiri, basi yale makazi yenu mmeyakosa. Basi yanazibu wanapewa Waislamu. Waislamu watarithi viwanja vya makafiri ambavyo wao walikuwa wapate, wao hawapati, wanapewa Waislamu. Ndio maana yake. Kila mtu ana viwanja huku na huku. Hii ndio inavyokuwa. Sasa yale makazi yao makafiri ambao ya peponi, yale wataonyeshwa yale, mkisilimu nyinyi mlikuwa pale, lakini leo hamna, basi watachukua Waislamu. Ndio sura inavyokwenda hiyo. Ituradhu alaihim maqaiduhu, wakati atakapoonyeshwa juu yao makazi yao, minal janna, katika pepo. Lau kanu amanu, lau wangelikuwa wameamini. Ilikuwa hawakuamini, basi ndio itakuwa. Wama yasiruna ilaihi, na yale ambayo watakuwa kwake, watakuwa kwenye hilo, minan nar, katika moto. Basi ambia nyinyi tena mlikuwa motoni, khalidina fi abada, imekuwa hii ndio namna yake. Malaika uzuri basi taishiria hapo. Wallahu wa rasuluhu a'lam.